na nguvu ya kuendelea. Ndio naimba Bwana unajua sababu nipitie haya. Kwa hivyo ndio utaimba hiyo. Kwa hivyo tutaimba Bwana, tutamsifu. Anasema ya kwamba sifa zake siende dunia kote, enyi watu wa baharini. Kwa hivyo hata hizo vitu vilivyo kwa bahari, vitu vile viko huko ndani ya bahari, vimsifu Mungu. Samaki na wale wanaishi huko kwa bahari. Ama unajua kuna watu wanaishi kwa bahari? Si unajua kuna city in the sea? Ujuangi hivyo? Kuna city nzuri sana kuliko hii tuko. Na industry, na watu wanaandikwa kazi, wanakuja huko asubuhi, wanaenda usiku, wanakuja asubuhi, umetoka kazi. Kwa Biblia ukitaka kuresearch utakuonyesha kuna watu wanaishi kwa bahari. Literally, hata ukienda Mombasa kuna njia inaendanga watu wanaenda mahali, wanaenda kutembea town ya bahari. Sawa, hata hao wanaambiwa wamfanye nini? Wamsifu Bwana. Hata hao wako huko katika baharini, wamsifu Bwana. Na amesema ya kwamba vitu vyote vimsifu vilivyomo ndani, jangwa na miji iliyo ndani yake. Jangwa ni kusema ya kwamba heri ya zile, kama tunapoenda upande ya Masaini, hata hao wako huko ndani wasifu Mungu. Wale wako pande ya Turkana, wale wako ndani ya Narok, wanaonekana ni jangwa huko, kuna wanyama, kuna watu. Hata hao wako huko wafanye nini? Wasifu Bwana. Wasiseme ni watu wa tauni tu watamsifu Bwana. Watu wote wanatakiwa wamsifu Mungu, ama wamuinue na wamuimbie wimbo mpya. Amesema ya kwamba hata vijito vyote vya Kendari. Kwa hivyo hata akasema imbeni enyi Sisera. Sisera tulijua ni ule walikuwa na Debora. Ile kitabu tulisoma ya Judges, Sisera walikuwa na Debora, wakapiga kelele za vigelegele juu ya mlima, wakashinda adui zao. Kwa hivyo na wewe unaweza imba vigelegele na ushinde adui. Kwa hivyo askina Sisera waliimba wimbo, Sera aliimba wimbo, wakamtukuza Bwana na wakamshinda, wakashinda adui zao, na ile kumsifu na kumuimbia. Kwa hivyo akasema ya kwamba mtukuzeni Bwana, tangazeni sifa zake nyinyi viziwa, ama nyinyi watu wake. Sasa hapa akasema bas 13, Bwana atatokea kama shujaa. Kwa hivyo wewe ndio utamuamsha. Naona president anapokaa anaamushwa na nyinyi, wewe utamuamsha. Uliza jirani, wimbo ule unaimba kweli utamuamsha Mungu? Hebu imagine nao umeenda kuimba, sasa hiyo wimbo utaamsha Mungu? Hiyo tu ndio swali jioni ya leo nataka ujiulize. Kuimba kwako wewe unaimba ukiwa na motive watu wakuone, uko na motive ile tulisema wanaangalia makwapa. Unaimba kwa sababu gani? Unajua Mungu ataangalia wewe unaimba Qur'ani, ajua unajua waone hata mimi najua. Kwa hivyo usio Mungu anaimbia ni watu waone unajua kuimba. Now kulingana wewe mwenyewe ukianza kuruka, lengo yako ni nini? Hiyo tu ndio Mungu ataangalia. Hiyo ndio itafanya kama ataamuka ama hataamu. Because kama wewe umemuelekea, ataamuka akusaidie. Na kama sasa wewe unaimba watu wajue unaimba, si watu wataona tu. Na iishie hapo. Haleluya. Kwa hivyo sasa tunapoanza kuimba,
Usiimbe kwa sababu ya watu wakuone. Usiruke ili mtu fulani aseme unajua kuruka. Haleluya. Wewe ruka kwa sababu unaimbia nani? Mungu. Unamuimbia Mungu. Kwa hivyo anasema Bwana atatokea kama shujaa, ataamusha wivu wake kama mtu wa vita. Atalia, atapiga kelele, atawatenda adui zake mambo makubwa. Kwa hivyo adui wa Mungu ni adui wa. Kwa hivyo wewe ukimwamusha, rais anapoamushwa anakuanga na kufurahia na anatunuku wale ambao wamefanya amuke, na anasema atawafanyia mambo makuu. Nao Mungu akiamuka, anapokuwa katika kile kiti cha enzi, atasema atakutendea mambo makubwa. Na ule alikuwa na kusumbua kama ni adui, anamuondoa. Kwa hivyo hapo ndiye anasema atatenda adui zake mambo makubwa, atawakemea, atawasukumia mbali waliokuwa na kuingilia, waliokuwa wanakusumbua, waliokuwa wanakupiga vita. Hawalali usiku na mchana wakipanga njama. Bwana atawafanya mambo makubwa. Atapigana na hao adui, atapigana na hao mapepo, atapigana na hao maroho, atawafukuza. Kwa hivyo pointi yetu, wimbo wetu utafanya Mungu aamuke. Hiyo tu ndio nataka ujiulize jioni ya leo. Nao kuimba kwako kutafanya Mungu akuone. So leo ni wangapi wameimba? Uliza jirani, ni wangapi unajua wameimba? Nao hiyo wewe umesifu, kuna mahali imeonekana ama inaambiwa inambo? Wewe mwenyewe kweli inaonekana ama unaambiwa malaika anasema hao wanambo, twende tukaone hao? So it depend na wewe. So hiyo uimbaji unaimba utawavutia hata malaika wakae karibu na wewe. Maana unaimba, tulisema tuimbe with the understanding. Unaimba ukiunderstand hiyo Psalms 47 verse 7. Imba with the understanding. Kwa hivyo una understand kile unafanya, si ati unajifurahisha. Unajua kuna ule anaenda kujifurahisha. Haleluya. Ama amekuja stress iishe. Unaimba tu stress ifanye nini? Sio Mungu unaimbia, ni stress unatoa. Kwa hivyo uimbaji tulisema ya kwamba ni aina nyingi za nyimbo zinaimbwa, na kuna yule wimbo utaimba Mungu ashuke, kwa maana roho yako imemlenga yeye. Ni yeye unayesifu, ni yeye moyo wako umeelekea, umeenda kuimba na roho yako yote ya kwamba nafurahisha aliyoniumba. Ninaimbia yeye aliyoniumba. Sijaimbia mwanadamu, sijaimba mtu anione. Ninaimbianga yeye aliyoniumba aweze kunisaidia. Haleluya. Hivyo inakuwa uimbaji wangu nimefocus kwa Mungu. Uimbaji wangu na uimba ulenge Mungu anisaidie. Kwa hivyo jioni ya leo swali yetu, tutafanya Mungu haamuke. Verse 13. Bwana atatokea kama shujaa wa vita. Na wewe utafanya Mungu haamuke, atokee maishani mwako kama shujaa, akutetee. Utafanya akuje akufanyie hiyo muujiza. Utafanya akuje, hiyo sifa yako itafika mpaka mbinguni, imfikie kulingana na moyo wako. Unaimba ukiwa umemuelekea. Auimbi watu waone ya kwamba unaimba, ama una sauti nzuri, ama unajua, lakini unajua ni Mungu unaabu. Maana kile kinakoseanga waimbaji wengi, wanaimbanga sauti inasikika, anavuma,
anaona ni ye, ama anasahau alikuwa anaimbia nani, anasahau nani alimpea hiyo sauti, anaona ni kama kipawa ni yeye alikuwa nayo anjifurahi. Kwa hivyo anakosa kuunderstand Mungu alitaka amtukuze, mambo inaharibika. Haleluya. Kwa hivyo swali yetu kubwa, sijui kama wewe utaimba Bwana aamuke. Uliza jirani hivyo. Hata muangalia simshalimie, muulize jirani. Utaamusha Mungu ama ataendelea kukaa? Muulize, utamuamusha kwa kiti cha enzi ama ataendelea kukaa? Aendelee kusikiza za malaika bandara yako. Maana ukimuamusha atakuja kwako. Lakini akiwa anakaa nasikiza nyimbo za nani? Anasema aje? Duniani ni mahali pa kutembelea, mbinguni ni mahali pa kuweka anakaa kiti asikie vile malaika na makerubi wanai. Lakini duniani atakutembelea. So wewe utaimba akutembelea ama ataendelea kukaa tu? Sasa hiyo ndio swali. Unapoimba unaimba akuje ama tuendelee kukaa? Lazima ujue kile unachokifanya. Kwa hivyo nataka tu le mwili wa Yesu na tunywe damu ya Yesu. Nimesema katika kitabu cha John chapter 6 verse 55, alaye mwili wake, na anasema mwili wake ni chakula cha ukweli, na kunywa damu yake ni kinywaji cha ukweli. Kama vile alivyokuwa hai kwa Baba, hata mwenye kula atakuwa hai kwa Baba. Haleluya. Nasi tunakula chakula cha ukweli. Mwili wa Yesu ni nguvu za Mkristo. Ni chakula cha ukweli namna gani? Kitanitia nguvu, kitaniponya, kitanifungua, kitanipa uwezo wa kuendelea ndani ya wokovu. Kama vile nakula chakula hiki kingine cha dunia kinanitia afya, nami ninapokula mwili wa Yesu inanitia afya ya kiroho. Ninakuwa ya kwamba nina nguvu, shetani aniwezi, kwa sababu niko na mwili wa Yesu ndani yangu. Haleluya. Napokunywa damu ya Yesu inanitia nguvu ya kuendelea. Ni kama vile unakunywa maji. Unapokunywa maji unaondolewa kiu, unapata nguvu ya kuendelea mbele. Kwa hivyo na ukinywa damu ya Yesu, kiu ya kiroho inaisha, vitu vinaondoka vile vilikuwa vinafanya usimtukuze Mungu. Hapo unatiwa nguvu mpya za kuendelea. Haleluya. Kwa hivyo naye amesema tulae mwili wake ni chakula cha ukweli. Katika kitabu cha Matthew 26 verse 26, neno linasema walipokuwa wakila, akatoa mkate, akaubariki, akawapa, akasema huu ndio mwili wake. Akatoa kikombe, akakibariki, akasema hii ni damu ya agano imwagikao kwa ajili ya wengi waondolewe dhambi. Hivyo nasi tunapokula, amesema hii ni chakula chake ama ni mwili wake. Tunakula imani ya Kristo ndani yetu. Hivyo amesema tuondolewe, alaye mwili wake ataondolewa, na uondolewe magonjwa, uondolewe shinda, uondolewe mapepo, uondolewe visirani, uondolewe visuizi. Bwana akutie nguvu. Nasema ni damu yake ni agano. Kwa hivyo nakunywa hii, na agana naye sitagonjeka pressure, na agana naye damu yangu haita mwagika chini, na agana naye
sitagonjeka kanza, naagana naye. Magonjwa yale yanakula damu za watu, kanza, maroho hayatakunywa damu yangu, maana ni damu ya agano. Wewe ndio utaagana naye, maana inaitwa covenant. Hivi umekuwa covenant, umecovenant naye, haitatendeka hivi, maana niko na hii na ni yako. Hivyo wewe unahitaji ufanye agano naye. Haya, tusimame tuombe. Bwana, tunakushukuru jioni ya leo. Asante Yesu Kristo kwa ajili ya mwili wako. Tunapokula huu mwili wako, acha tupate nguvu za kiroho, acha tupate uwezo wa kuendelea zaidi, acha tupate mamlaka ya kuinuka zaidi katika kiroho. Umesema alaye mwili wako atakuwa hai, na asitupe uhai wa kiroho na uhai wa kiafya ya mwili. Tunapokunywa hii damu yako, unaagana na sisi hatutagonjeka magonjwa watu wanagonjeka duniani, na ule ambao ni mgonjwa kamponye sasa. Damu yako, mtu ule aligusa mwili wako, aligusa tu basi akapona. Nasi tukigusa hii, tuponywe kiroho, tuponywe kindestini zetu, tuponywe maisha yetu. Kila ugonjwa wote tulikuwa nao wa kimaisha, kila ugonjwa wote ulikuwa katika maisha yetu, acha uondoke sasa. Tunaagana na wewe kwa damu ya agano hii, tunapona, hatutagonjeka. Tia nguvu zako sasa, tia uwezo wako sasa, tia mamlaka yako sasa, ili tuweze kupona. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Zimeshindwa na
kabisa. Sema damu, Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Yesu Kristo kwa ajili ya mwili wako. Asante kwa ajili ya damu yako. Tunakushukuru jioni ya leo Bwana, tunasema pokea sifa zetu. Tunakuinua kwa ajili ya mwili wako. Wacha tupate hiyo nguvu, wacha hiyo uwezo ufanye kazi ndani yetu, wacha hiyo mamlaka yatende kazi ndani ya miili yetu. Kuanzia saa hii tumekupokea, tupe hiyo uwezo, tupe hiyo nguvu, tupe hiyo mamlaka, tupe hiyo nguvu. Ponya miili yetu, ponya viungo vyetu, ponya Mungu kila mahali waliokuwa na mashinda, mahali walikuwa wamefungwa na masuirizi vya shetani, tunaamurisha vyote viishe. Bwana, tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Aya, nataka tuombee sadaka zetu. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya matoleo yetu. Kaweze kutubariki jioni ya leo, kwa sababu wewe ndio utubariki. Tunaomba Bwana katutendee na utuinue na utubariki katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. May the grace of the Holy Spirit be with us now. Amen. I have amen. Bwana awabariki. Haleluya. Hivyo Bwana tende maajabu katika maisha yetu, na tunajua ya kwamba anatufungua. Kwa hivyo Sunday tutafanya ile tunaita Covenant of Praise and Worship. Friday tutafanya nini? Uliza jirani, Friday tutafanya Friday tutafanya nini? Hivyo ufanye ukuje mape. Friday tunaimba kabisa. Haya.